Yule asiye na hatia alipitia fidia. Wenye hatia wakawa huru. Ni nini kilichofanyika pale msalabani? Sasa anajaribu kueleza asiyekuwa na hatia yeye ndiye alifanyaje? Alipitia fidia. Fidia ni alitulipia, aligharamika kwa ufupi, ili sisi wenye hatia free. Haya, box ukweli wa msingi. Tunapoyaachilia maisha yetu kwa Yesu Kristo, dhambi zetu zinasamehewa na tunatengenezwa kuwa wenye haki katika Kristo. Waamini ni wale waliozaliwa mara ya pili. Soma Yohana 3:1-8. Je, Yesu alimwambia Nicodemus kwamba anapaswa kufanya nini ili kuingia katika ufalme wa Mungu? Nafikiri umepata jibu. Yohana wa kwanza 5:12. Yohana wa kwanza 5:12. 5:12. Nasemaje? Aliye naye mwana wa Mungu ana uzima. Yeye asiye na mwana wa Mungu hana uzima. Tuendelee kwa box. Ndio jibu. Ukweli wa msingi. Hakuna njia nyingine kwa wanadamu kuokolewa na adhabu ya dhambi isipokuwa kwa neema ya Mungu na dhabihu ya Yesu. Kukataa msalaba kwa Kristo ni kukataa njia pekee ya wokovu. Tumwamini Yesu ni kubaki kupotea bila tumaini na kuwa na hatia mbele za Mungu. Uhusiano wa mtu binafsi na Mungu umeenea ulimwenguni, lakini kwa masharti yake tu. Mungu aliweka utaratibu kwa kila mtu kuingia katika uhusiano wa karibu naye kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani na kwa kumwamini Yesu. Je, tunapokeaje karama ya wokovu? Andika kila unachojifunza kutoka kwenye mistari hii kuhusu kupokea zawadi ya ajabu ya wokovu wa Mungu. Marko 1:10.